Tunapozungumza kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunakwenda kufuta 4, tumeonyeshwa na kazi yenu na dhamira yenu hapa mmeifanya kwenye kidato cha 6, mmeweza. Kama mmeweza kidato cha 6, hatushindwi kwenye kidato cha 4. Hatuwezi kushindwa kwenye kidato cha 4. Na misingi nimewaambia misingi mitatu ambayo tumeisimamia, ambayo itasababisha kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam hatutaweza kushindwa. La kwanza nimezungumza miundombinu mizuri imeendelea kujengwa. Dhamira ya halmashauri mmeiona. Lakini la pili, mahusiano na ushikamano kati ya viongozi wenu wa ngazi ya halmashauri, wilaya na ninyi ni mzuri sana. Jipigeni makofi mengi sana. Mnaongea lugha moja, mmekaa pamoja, mnajadiliana masuala ya elimu. Jambo la tatu ambalo linatupa misingi imara kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, ambalo linatupa jeuri ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwatumikia wananchi, tunakwenda kuwasaidia watoto wetu, tunakwenda kuimarisha ufaulu, ni kuboresha ubora wa ufundishaji wetu. Unapokwenda kuboresha ubora wa ufundishaji wetu kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, nitumie nafasi hii kumpongeza mstahiki meya, mkurugenzi na afisa elimu na timu nzima ya elimu kwenda kufungua kituo maalum. Leo wakati katibu anasoma hapa changamoto, zile changamoto mimi zilinipa faraja, nilikuwa naziandika hapa kwamba sasa tumeweza kujikosoa wenyewe. Tunaweza tukakaa tukazungumza swala la udanganyifu linatoka wapi, linaenda wapi, na nikaanzisha mpangilio wa majibu. Tayari tunajua changamoto, tunakaa. Maana yake ni msingi wa kituo chetu, ni msingi wa watu wabobezi kwenye elimu, wanakaa pamoja, wanachambua changamoto zetu za ndani. Niliwahi kusema kwenye wakati tunaenda kufungua kile kituo, ni ngumu sana kuona mabadiliko ya yai kutoka yai lenye embryo ndani mpaka kuja kuwa kifaranga. Yale mabadiliko ya taasisi ya ndani ni ngumu sana kama taasisi yenyewe haiko imara na imetulia vizuri. Yai la kuku haliwezi kutoa kifaranga kama haujaliweka kwenye mazingira mazuri linaoweza kufanya mabadiliko ya yai lenyewe ndani kwa ndani ya yai kuleta mafanikio ya kuwa kifaranga. Hali kadhalika taasisi kama ya kwetu kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, hatuwezi kukaa wenyewe tukajadili mambo yetu kwa pamoja, tukasema changamoto zetu, tukatengeneza mabadiliko yetu, ndipo halmashauri yetu ikawa na ufaulu mkubwa. Jipongezeni sana kwa hii kazi kubwa. Ni kazi ya kifilosofia, inatakiwa kutambua hiki ambacho kinafanyika. Kwa akili ya kawaida unaweza ukafikiri hawa watu wanajifanyiza. Ukienda kuiokota akili ya kawaida unaweza ukafikiri hawa watu wanajifanyiza. Ukiamini wanajifanyiza, mchukue yule mama anayefuga kuku, akaokota mayai yake akapeleka kwenye incubator. Mtizame yule mama alivyokuwa anatizama joto. Mtizame yule mama alivyokuwa anatizama incubator anavyobadilisha mayai. Yule mama alikuwa anaangalia mazingira rafiki na kuyatengeneza mazingira rafiki yatakaofanya yai lile, ndani ya yai lile kutengeneza mabadiliko na kuwa kifaranga. Sisi tunao wajibu mkubwa wa kwenda kuliangalia yai lile la halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kwenye eneo la elimu, la kutengeneza mazingira mazuri, ndipo yai lile linaweza likatoa kifaranga ya elimu bora katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Ndipo tutafika 95% ambao kwa kidato cha 6 wamefanya. Jipigeni makofi mengi sana. Hii ni njia nzuri, mkurugenzi, na kupongezeni sana kwenye hiki ambacho mmekifanya kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Leo hii tunaweza kuja mbele tukiwa wote tumekaa pamoja, tukasema changamoto zetu za udanganyifu,
kutokusimamia vyema mitihani, gharama za mitihani, umuhimu wa kutunga mitihani, umuhimu wa kufikia syllabus wa walimu, umuhimu wa haya yote tunaweza, kwamba kuna mwalimu mwingine hajafikia syllabus, hujamaliza, alafu unampeleka kwenye mtihani mtoto, unamtegemea aweje? Lakini kituo chetu hiki kinaenda kuwapima wote hawa, kinaenda kukaa na hawa wote kwa pamoja. Hivyo tunapozungumzia kuboresha ubora wa ufundishaji, hii ni sehemu mojawapo, na wapongezeni sana sana kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Na niwahakikishieni tutaendelea kuboresha upatikanaji wa vitabu. Halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam imeendelea kuwa na uwezo mkubwa wa makusanyo ya fedha. Kwenye hili mstahiki meya na mkurugenzi na watendaji wote wa halmashauri, na wapongezeni sana. Unapopata makusanyo mazuri ya halmashauri, ndipo unapoweza kutoa fedha zako vizuri kwa watu wako. Kama dira inavyosema, lazima ziwe halmashauri zinazowatumikia wananchi. Fedha zile lazima zirudi kwa umma kwa kupitia maeneo haya kama elimu. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.